Karibuni wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku hapo mnapoona ni mheshimiwa mbeba maono Amuru William Yakutumba wakisalimiana pamoja na mtangazaji wa habari journalist wa investigation Misi Mwanuke ili wapate kuelekea kwenye shamba la vita. Tunakuja leo tariki 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 tuwatangazie habari za vita vilivyofanyika Minembwe. Mwajua ya kwamba vijiji vyote vilikuwa vikidhibitiwa au vilikuwa vikikaa hawa Watusi upande wa milimani wanapoita Itombwe Fizi. Vijiji vyote vilishachukuliwa chini ya ulinzi wa serikali pamoja na wazalendo. Kulibaki tu kijiji inachoitwa Minembwe, na hapo tayari watu walishajiandaa sana kwa kusikia habari za Minembwe. Tunawajulisha kikweli ya kwamba kando kando ya Minembwe karibu kilometre 1-2, sehemu zingine ni 3, yani Minembwe imezungukwa na jeshi la serikali pamoja na wazalendo. Wakati wakongomani ulimwengu mzima wanasherekea ushindi wa timu letu ya Leopard, yani chui, waligonga hawa Jamaika goli 1, na watu wanasherekea sana na kufurahi, na watu walikesha kabisa wakikunywa pombe na kusherekea ushindi huo. Upande wa Minembwe ilikuwa ni hatari, upande zote watu wamepotea. Hiyo mnapoona hapo ni picha ya Minembwe ya tariki 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Nimechukua picha hii. Hiyo mnapoona hapo ni Minembwe, yani tuko kwenye udongo wa Minembwe, na tunawajulisha kwamba vita vilikuwa vikali sana. Jeshi letu pamoja na wazalendo ilipofika saa 11 yani jioni 17h, kweli jeshi letu lilishaanza kabisa kuingia Minembwe Centre, na walianza hata kukutanana na watu ambao walikuwa wakitoka shambani na sehemu zingine, na tayari hapo tulijikuta kwamba Minembwe imezingitiwa. Basi ikaonekana ya kwamba sehemu zingine walikuwa walishakuwa kwa kilometre 1, na wengine tayari walishakuwa kabisa kwenye 500-600 metre kwa kufika kwenye centre ville ya Minembwe, sababu mahali ya maji ya kunywa na sehemu zingine visima walikuwa jeshi letu lilisha chukua. Basi pakawa msimamo fulani ya kwamba wasubiri ili shambulio lipate kuwa usiku, basi raia apate kuingia, maana kunaweza kuwa maafa sana. Tunawajulisha ya kwamba ndege kutoka Rwanda, wanaita hayo Ches-4, ni ndege ya Rwanda, ilikuja 1h du matin, saa 7 za usiku, wakati watu wanasherekea kabisa na furaha. Hapo Minembwe palikuwa shambulio usiokuwa ya mzaa. Majeshi yetu ya serikali ya Kongo pamoja na wazalendo walipata atake kubwa sana ya ndege kutoka Rwanda, wanaita hiyo Ches-4, ambao walishambulia jeshi la serikali hawa Wanyarwanda, na ni hiyo ambayo ilisimamisha vita upande wa jeshi letu ili wasiingie Minembwe Centre. Lakini jeshi letu lilikamata mateka. Jeshi letu vile vile lilichukua silaha nyingi sana kutoka mikononi mwa adui. Walioanzisha vita Wanyarwanda walipigwa na kusakatwa na kuchukuliwa silaha nyingi sana ambazo ziko mikononi mwa serikali. Tunapowazungumzia hapo ni kwamba jeshi letu wako kando kando, kama gisi tunavyowaambia kwamba picha hii mimi binafsi naichukua, yani hiyo ndiyo Minembwe. Ukiuliza kila mtu atakuzungumzia, na picha hii hauwezi iona kwa mtu mwingine na hautaiona hata kwa mitandao ingine. Tumeichukua leo tariki 1 mwezi wa 4 mwaka 2026. Tuko saa 2:30 za mji wa Minembwe, na hapo tunapowazungumzia wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku ni kusema pangali mshangao kidogo kwa jeshi letu la serikali
kuona ya kwamba tunakuwa na mandege kama vile drone, tuko na masukui, tuko na vifaa mbalimbali, lakini mshangao ni kwamba ndege kutoka Rwanda inakuja inapiga jeshi la serikali ya Kongo na inarudi na ndege zetu hazikuwahi tena kwa kuchokoza, kwa kupigana na hawa wanaoitwa Wanyarwanda. Tunawazungumzia kinaganaga ya kwamba mpaka sasa jeshi la Kongo lingali linadhibiti kando kando ya Minembwe. Yaani unapokuwa na meti kidogo kutoka kwenye uwanja, utaona ni jeshi la serikali pamoja na wazalendo ndio wanadhibiti eneo ile na kuzunguka Minembwe mzima. Ni hiyo ambao tunawazungumzia vita vilivyokuwa leo tariki 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Tuko eneo ya Minembwe. Anaozungumza si mwingine ni journaliste wa investigation mwenye anakuwa kushamba ya vita siku kwa siku, Amisi Biosaa. Chao.